لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hapa tunaweka mafaili ya mirathi, na mirathi iko mingi na kuna mengine imeanza katika miaka mingi iliyopita. Takriban tuna mafaili ya mirathi ambayo yameanza miaka ya 60, miaka ya 50, ambayo haya yako katika idara ya nyaraka, na wakati mwingine hutokezea baadhi ya watu wanakuwa wanafuatilia mirathi yao, wanakuja kufuata haki zao. Lakini na sisi vile vile katika haya yaliyokuwepo kwetu, ambayo takriban yapo kwetu mafaili kutoka mwaka 1996 na kuja mbele huko, yote yako katika hapa ofisini. Sasa kuna baadhi ya wakati ukija ukiangalia humu unakuta kwamba kwa sababu jalada linakusanya haki za watu, kwa hivyo unaweza ukalikuta kama jalada hili takriban mna taarifa mbalimbali za watu ambao walikuwa wamekufa kwa mfano. Kwa hivyo ukilikuta jalada hili lina taarifa za watu, sasa wakati mwingine ni lazima uje uhakiki kwamba hawa wahusika ambao walikuwa wamekuja kurithi, je, tayari wamepatiwa haki zao au hawajapatiwa haki zao? Kwa sababu huu ni wajibu wangu. Siku ya kiyama ni dhima ya watu, kwa sababu kama kuna mali ambayo haijarithishwa na pengine ililetwa kwetu, inawezekana fedha zililetwa lakini pengine wenyewe hawakupata taarifa, hilo linabaki kwamba ni dhima yetu kuhakikisha kwamba hizi pesa tumewafikishia wenyewe, sawa wamekuja kuzidai au hawakuja kuzidai. Na wakati mwingine kweli na wasaidizi wengi katika mirathi na wasaidizi katika hili, lakini bado jukumu linabaki kuwa ni la kwangu. Mbele ya Mungu sitoulizwa kwamba wasaidizi wako hawakukusaidia vipi, nitakayoulizwa ni hili. Lakini vile vile katika uso wa sheria, Mheshimiwa Rais ndiye ameniteua kwa jambo hili nilitekeleze mimi. Kwa hivyo pamoja na wasaidizi wangu, lakini kuna siku ni lazima na mimi mwenyewe niingie ili kuja kujiridhisha. Kwa hivyo kwa mfano kama sasa hivi tunaangalia mafaili ya mwaka 2007 ambayo ndiyo tunajiridhisha nayo, alafu hapa tunakuja kuyaweka katika sehemu zake husika. Kimsingi haki ya mtu haipotei, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhusia kwamba mtu ajitahidi kuondosha haki hiyo hivi sasa, kabla haijafika kile kipindi ambacho hakutokuwa na dinari wala dirham. Kwa hivyo kwa upande wetu, kama nilivyotangulia kuzungumza, majalada takriban yapo. Mtu kama ana wasiwasi faili lilifunguliwa lakini hawakumaliza, basi anaweza akaja akatuona, na sisi hatuoni uzito kuja kuhakiki, na kama hayapo hapa tunakwenda kuhakiki katika idara ya nyaraka ili kuhakikisha kwamba tuna watu wanapata haki zao. Lakini vile vile pengine ni kitu cha muhimu sana ambacho tumekibaini katika familia nyingi. Watu wengi wanaweza wakaja wakarithi, lakini pengine wanakuja kurithi mali ambazo zimeachwa na marehemu. Pengine inawezekana marehemu kaja karithi, kaacha mali ziko benki, anakuja kurithishwa hizo pesa ambazo ziko benki. Lakini pengine marehemu huyu ana shamba yao ambayo walirithi na ndugu zake kutoka kwa baba yao au kutoka kwa babu yao. Mali hizi hazijarithishwa, na pale wale vizuka ambao wanakuja kusema sisi tunataka kuwalipa vizuka haki zao, lakini wanawapa haki zao katika zile pesa zilizokuweko benki, pesa haki ambazo ziko katika pengine walirithi kwa wazee wao lakini hazijagawiwa, it means kwamba zile hazirithiwi. Kwa hivyo tujue kwamba haki ya huyu kizuka, haki ya huyu mtoto ambaye pengine unasema huyu yuko tumbo jingine tunampa haki yake tu, si kwamba anarithi kitu kilichokuweko benki au kilichokuwa katika ambacho marehemu ilikuwa ni haki anachokimiliki yeye, lakini hata haki ambazo zilikuwa ni zake lakini pengine sasa hivi ziko katika taasisi nyingi, ziko hawajagawana, maana yake kule nako zirithiwe. Kwa hivyo utakuta kwamba kuna tatizo kubwa katika jamii yetu kwamba kuna watu wana mirathi ya wazee wao hawajagawana, lakini kivizuka wao au waume zao
ambao wanapokufa wao inakuwa ndugu zao hawazizingatii zile haki zao nyingine, wakati zile nazo ni haki hawa, kama ambavyo kwamba kule ana haki au haki hizi alichokuwa anachokimiliki yeye, na kile chingine ambacho bado hakijagawiwa. Kwa hivyo vile vile anapaswa awe nacho anapaswa kuhakikisha kwamba anapatiwa haki yake. Na si hicho tu, hata kitu kiwe kidogo namna gani tujue kwamba kinaingia katika hesabu ya mirathi. Mtu kafariki, kaacha mchele umu ndani ya nyumba, kwamba mchele ule mkipika kabla haujarithiwa ni kwamba mnabeba dhulma. Mtu kafa, kaacha samaki ndani ya friji, samaki wale mkiwala au mkiamua vinginevyo wakati hawajarithiwa, mjue kwamba mnabeba dhulma, kwa sababu Mwenyezi Mungu kasema lirijali nasibun mimma taraka alwalidani, kwamba wanaume wana haki katika vile vilivyoachwa na ndugu wa karibu, mimma taraka alwalidani wal aqrabun, walichokuacha wazee wawili na jamaa wa karibu, walinisai nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun, na wanawake vile vile wana haki katika kile kilichoachwa na wazee wawili na ndugu wa karibu, mimma kalla minhu au kathur, kikiwa ni kidogo au kingi. Kwa hivyo swala la mirathi halina tofauti kwamba mirathi hii ni kidogo, kaacha pipi ni mirathi, kaacha mabilioni ya pesa ni mirathi, haki yake anayo mwenyewe ni mirathi. Haki yake ilikuwa kuna babu yetu haijarithiwa, kuna baba yetu haijarithiwa, na kuna babu wa babu yetu haijarithiwa. It means kwamba kama yeye alikuwa ana haki kule, basi hata hawarithi wake nao watakuwa na haki nao. Sasa hivi umekuwa mkuu wa familia, maana yake unabeba jukumu. Usije ukasema laqad wajadna abaana, tuliwakuta wazee wetu wao hawakugawa. Wao walikuwa hawakugawa, kwa hivyo lilikuwa ni dhima yao, na wewe unapofika wakati wako inakuwa ni dhima yako kwamba kwa nini hukugawa. Kwa hivyo ndio hata mimi kama ulivyotangulia kunikuta kwamba nakuta kwamba sasa hivi ni dhima yangu kugawa, kwa hivyo nahakikisha ninapekura. Je, hakuna haki ya mtu ambayo pengine imeachwa? Kwa hivyo hata mkuu wa familia na we pekura. Je, katika mirathi yetu, katika mali ambazo tunazo, katika mali za babu zetu, kuna baba zetu wakati wa pengine baba zetu na wao hakugawana mali ya baba yao, lakini mama zetu hawa ambao waliwawacha, ndugu zetu ambao nao pengine wameshafariki na waliacha vizuka, ambao walikuwa wana haki katika hii mirathi yetu ya ujumla, je, haki zao zimetolewa? Na kwa mfano tumeyatizama majalada haya ambayo ni ya mwaka 2007 kama nilivyotangulia kusema. Katika majalada 2007 yako majalada 585 ambayo alhamdulillah nimeweza kuyahakiki yote, kuyatizama. Na katika kuyahakiki kwangu nimekuta kuna jalada moja ambalo ni la nambari 544 la mwaka 2007. Katika jalada hili takriban nimekuta kwamba marehemu anaitwa Musa Omar Musa. Ni marehemu anaitwa Musa Omar Musa, na inaonekana alikuwa akifanya kazi katika kikosi maalum cha kuzuia magendo KMKM. Sasa ndani ya jalada hili mna pesa ambazo ziliingia kutoka Wizara ya Fedha ambayo zililetwa tarehe 21 mwezi wa 11 2007. Takriban fedha hizi zilivyoletwa ni jumla ya mafao yake ambayo ni fedha za kiinua mgongo. Na hizi zilipokelewa ofisini kwa risiti namba 130041. Sasa kimsingi tukilitizama jalada hili halionyeshi kwamba fedha hizi zimerithishwa kwa warithi wake. Kwa hivyo kwa msingi huo inabidi kwanza kwenda kuhakiki. Je, kwa sababu inawezekana zimetiwa humu lakini zimefunguliwa jalada jingine pengine, au zilikuwa zimefanywa huku lakini wenyewe pengine walikuwa Pemba, kwa hivyo fedha zikapelekwa Pemba. Kwa hivyo tukilipata jalada kama hili, pamoja na kwamba tumepekura majalada mengi, lakini kuna haki za watu ambazo tumezikuta, na ni kipindi kirefu, mwaka 2007 ambacho ni sasa hivi zaidi ya miaka, inakaribia miaka 20 takriban. Kwa hivyo fedha kama hizi tunakwenda kuhakiki katika sehemu nyingine. Je, zile pengine hazikupelekwa Pemba
au pengine hazikufunguliwa jalada jingine, tukiona hazikupelekwa Pemba wala hakuna jalada lililofunguliwa, ina maana tutahakiki, tutashirikiana na kikosi maalum cha kuzuia magendo ili kujue mtu huyu alikuwa kikaa wapi na jamaa zake kina nani, ili tuweze kuwapa haki zao za mirathi. Hilo takriban ndilo jambo ambalo pengine kila baada ya mara nyingi, pengine kwenye saa 9:30 naweza nikaingia katika strong room ili baadhi ya siku kuja kuhakikisha kwamba tunapitia za nyuma, na kama tunavyosema, hili yote ni kuhakikisha kwamba dhima ya haki za watu zinahifadhiwa, na yule ambaye hajapata haki yake, pengine kalisahauliwa au kwa sababu yoyote ile, muda kupita usipelekee kwamba kumkosesha haki yake. Ashhadu an la ilaha